kiukweli wa Tanzania wote kiujumla wana majonzi makubwa. Ally Shabani Kamwe mpaka sasa hivi tunavyoongea mida hii ya asubuhi bado yuko lock up. Nafikiri kwa issue hii wa Tanzania wote ni lazima tukemee hii tabia ya viongozi kutumia madaraka yao kuweza kuadhibu hawa wasemaji wa vilabu. Lakini tukitazama msemaji wa Simba ambaye ni Ahmed Ally ameweza kumcharua vikali mno mkoa wa Mwanza, lakini hakikutokea chochote. Kwa nini Ally Kamwe? Nafikiri mimi nilizungumza juzi kuhusu hili sakata la mkuu wa mkoa kujihusisha na masuala ya michezo. Mimi nilisema kwamba kama kiongozi huna kifua kwenye masuala ya michezo, achana nazo hizo habari, usishiriki. Ni bora uende kwenye masuala ya vyama na siasa. Wewe kiongozi unajihusisha na masuala ya michezo. Kwenye michezo kuna mambo mengi. Kuna masuala ya utani, kuna masuala ya hapa na pale, kuna masuala ya yani kuna vitu vingi sana kwenye michezo. Sasa unakuja kumweka mtu ndani wakati mtu ni wa hamasa, wa Tanzania wanapenda michezo kiujumla, unamtia mtu ndani mpaka sasa hivi saa 4. Mtu hata chai hajanywa asubuhi, umemficha mahali ambako unapopajua wewe. Mimi binafsi kama Mtanzania na kama Profesa Mandela, kwa hili hapa wa Tanzania tuungane kwa pamoja kukemea tabia kama hizi ya viongozi kujihusisha na masuala ya michezo. Labda alivuka mipaka pale, maana alikuwa anamcharua kwa kweli mheshimiwa. Issue ya kuvuka mipaka, nafikiri kwamba hakuvuka mipaka. Kweli kuna wakati ni utani mwingi sana kwenye michezo, lakini nafikiri hasira za kiongozi huyu Paul Chacha mkuu wa mkoa baada ya kupigwa 3. Zile tatu ndo zimemfanya yeye sasa aanze kurudi kwenye hamasa ya Ally Kamwe na kujikuta kama kumtia mbaroni. Zile 3 zimemfanya apate ghadhabu. Sasa kama wewe sio mwanamichezo, mimi nafikiri huyu kiongozi Paul Chacha sio mwanamichezo halisi, kwa sababu angekuwa mwanamichezo hayo mambo yote yasingefanyaje, yasingetokea. Ukimtazama mkuu wa mkoa wa Mwanza hakuweza kufanya chochote kwa Ahmed Ally kwa sababu yule ni mwanamichezo, lakini huyu kiongozi sio mwanamichezo. Wewe haiwezekani masuala ya michezo ukayaleta kwenye masuala ya siasa. Sasa umemweka msemaji wa Young Africans ana watu zaidi ya milioni kadhaa, unamweka lock up. Tafsiri yake nini? Watanzania watakuchukuliaje kama wewe kiongozi? Kwamba wewe ulikuwa unawasakama Young Africans miaka mingi, au una kisasi cha dabi, au kuna mtu amekuagiza, labda mtu wa ngazi ya juu amekuagiza, amekutuma kwamba anza na Ally Kamwe, sisi tutamaliza na Engineer Hersi. Na kama kuna hiyo mipango ambayo imesukwa ili sasa kuidhoofisha Young Africans, kwa sisi wachambuzi hii tutakemea, tutasema popote pale kwamba kinachoendelea ndani ya Young Africans inakuwa ni uonevu. Haiwezekani kiwe kiongozi mkubwa, mkuu wa mkoa, umeteuliwa na rais, unaingilia michezo, unaingilia masuala ya matani, kwa sababu michezo siku zote ni utani. Watu wanataniana, wanadhihikiana, lakini mwisho wa siku wanasalimiana. Kwa hiyo jana kilichotokea pale, ilibidi kwamba mkuu wa mkoa apeane mikono na Ally Kamwe kwa sababu ni issue ya michezo. Kuna kushindwa na kushinda. Sasa kama umeshindwa, umepigwa bakora 3, unaleta jaziba, unamkamata Ally Kamwe, unamweka lock up kwa ajili ya bakora 3. Sasa haya wapi na wapi? Mimi nakushauri mkuu wa mkoa, kama unaona hii clip kupitia vyombo hivi vya habari, tafadhali ninakuomba utafakari sana hilo swali. Itakuletea mzozo usiokuwa na maana. Nafikiri iko hivyo. Na una maoni gani sasa kwa viongozi wa kisiasa ambao ni madaraka hasa kwenye hizi issue za michezo, kwa sababu kumekuwa na malalamiko mengi sana sometimes yakitolewa? Maoni yangu makubwa, kwanza ni lazima wajue kwamba michezo ni furaha ya Watanzania kiujumla. Michezo imechukua 90% watu kuenjoy maisha.
Sasa na michezo pia imechukua asilimia kubwa ya watu kutaniana na kudhihikiana. Kwa hiyo viongozi ambao hawana mioyo ya michezo, tafadhali waweze kukaa pembeni, wasiingilie michezo, wasiingilie kwenye furaha za Watanzania. Ukimtazama kwa mfano Warren Scaria ambaye ni rais wa TFF, hivi angekuwa ana jaziba, angekuwa sio mwana michezo, mpaka leo angeshawatia watu lock up watu wengi sana. Wanavumtukana matusi, wanamdhihaki, lakini yeye anakuambia mimi bwana, kazi yangu ni nataka kwamba michezo iweze kusonga mbele. Watu wanitukane, waseme wasemavyo, lakini mimi nataka michezo isonge mbele. Yuko be happy kabisa. Sasa wewe leo tu umetaniwa kidogo tu unamweka mtu lock up. Ina maana unatumia madaraka yako kuwadhoofisha watu. Kwa hiyo mimi viongozi wa namna hii ninawashauri, kama mtu hana moyo wa michezo, bora akae pembeni, aendelee na siasa. Na kuna namna ambayo inaleta dosari kwenye mpira wetu. Na dosari nafikiri kwamba sasa hivi tunakuelekea, hawa wasemaji wa vilabu wanakuwa waoga. Hawa wasemaji hawatotoa hamasa kwa Watanzania kuweza kumuunga Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Tambua Dr. Samia Suluhu Hassan ameinvesti 75% kwenye michezo kwa kipindi hiki. Sasa unapowatia wasemaji ndani, tafsiri yake kwamba sasa unawatia hofu wasemaji wasifanye hamasa, lakini pia unawatia ambao walikuwa wanania ya kuja kuinvest kwenye michezo, kwa sababu wasemaji ndio wanaofanya tunapokea baadhi ya matajiri kutoka nje ya Tanzania kuja kuinvest kwenye michezo, kwa sababu watu wanapokuwa wanafuraha, wanafurahia, watu wananunua mabando kwa ajili ya kuangalia michezo, wanalipia viingilio, wanafanya hiki, wananunua jezi, ni kwa ajili ya hamasa ya hawa watu kama hawa wakina Ally Kamwe. Unapowatishia leo, jezi zitashindwa kuuzika za vilabu. Kwa mfano sasa, nani atakayenunua jezi ya Young Africans endapo kama Ally Shabani Kamwe asipofanya hamasa? Kwa hiyo idara za michezo ni idara ambazo ni za matani, lakini pia watu wameinvest pesa zao. Sasa unapomtia Ally Kamwe lock up, tafsiri yake kwamba kuna watu wengine wanakutazama jicho la 10. Mwisho wa siku sasa itaonekana wewe akili zako hazifanye kazi sawa sawa. Kwa hiyo yote kwa yote kwamba wanawafanya hawa wasemaji wetu wanakuwa wana hofu kubwa na kujenga chuki baina ya wao na viongozi wetu. Asante sana. Profesa Mandela. Naam. Niambie. Bwana fresh. Niko vizuri. Majonzi makubwa. Simba mwaka robo. Lakini no way. Bwana, kwa taarifa za sasa hivi ambazo tumezipokea wakati huu na muda huu, mkuu wa idara ya habari Bwana Ally Shabani Kamwe yuko lock up kule Tabora. Kwa yale maneno na hamasa yake ambayo alienda Tabora kwa ajili ya kuhamasisha wana Tabora, lakini na Watanzania kiujumla kwa ajili ya mchezo wao wa Young Africans na Tabora United ambao uliochezeka jana. Kwa hiyo baada ya kutamatika mchezo wa jana, Young Africans waliibuka na ushindi wa goli 3-0. Lakini baada ya muda huo mpira tena, salamu nyingi, watu kuagana. Mwisho wa siku Ally Kamwe mida fulani ya saa 8 usiku ameweza kudakwa na jeshi la polisi la kule Tabora kwenye mikono ya mkuu wa mkoa Pauli Chacha. Kwa hiyo kwa hizi taarifa tulizopokea kwa sasa hivi,